This is Langas One TV, sauti ya mtaa. Mtalanga. Karibu tena Langas One TV. Show ni soka mtaani na tunatackle challenges zenye zina face team zetu hapa mtaa. Sisi kama wase wa mtaa wa Ilanga na Eldoret tumekuwa na teams, coaches, tumekuwa na teams mpaka zimeenda hadi NSL kama 105. Walianza vizuri, wamekuwa Div 2, wamekuwa Div 1, wameenda mpaka NSL. Then dakika ya mwisho ndio wanarudi tena mpaka Div 2. Pia tumekuwa na Eldoret Youth, wameanza chini tu vizuri, wameenda wamefika hadi NSL, wamerudi. Shida ni nini kwa? Shida kubwa kabisa kwanza tunaanza ni story ya viwanja. 105 walitolewa ligi kwa sababu ya walicheza game zao zote away. Kwa sababu ukicheza game zao at least kuna kwanga na ile home ground advantage. Lakini sasa kaa imagine kila siku wetu ni kucheza away. Ilibidi tu 105 watoke. Alafu kitu ya pili vile tumeongea ni hiyo sponsorship. Sponsorship hatuna sponsorship kwa hizo matimu zetu zote za Eldoret. Zamani tunasema Rivertex, KCC, hizo zilikuwa timu za kampuni. Alafu kitu yenye tunasema kitu yenye tunalaka kabisa yenye lazima turudie ni zile maacademy. Hatuna academy hapa hivi. Hata wakati huo wa KCC na Rivertex, maplayer wako wanatoka hapa hivi, walikuwa wanatoka nje. So lazima turudi pale chini. Si ndio? Ama ni vile wameka Eldoret ni mji wa mbio. Unajua na ni vile tu sisi tunapuuza. Alafu vile kuna mtu alikuwa anasema tuko na makoches wengi, maybe wenye hawaja train na kitu kama hivyo. Nakubaliana nao na pia sikubaliani nao. Kwa sababu tuko na makoches wenye wako na makaratasi wengi sana. Lakini sasa hao makoches wenye wako na makaratasi hawaonekani viwanjani. Zimewekwa kwa frame kwa coaches kidogo. Mbona coaches akuwe na karatasi na ana passion? Mbona tusichukue ule mchezaji mwenye ako na passion tuende tumpeleke kama ni shule training ya coaches akuje na makaratasi kuliko pe mtu upeleke mtu shule anakuja na makaratasi lakini akuji kwa uwanja hana team. Hapo na passion ya mtu unajua. Wewe tu pengine ule player ukizomtoa hapo hivyo mweke coaches pengine hayuko ready no. But unaona mara mingi trainings huwa zinakuja. Then wale officials wa federation ni wako pale. Wanasema ni nani anataka. Wanachagua watu wao. Ama wanachagua watu wao. Lakini kuna watu wenye wako na mateams. Maybe ile shule hakuenda sana but already anajua ni nini anafanya. Mtu kama huyo akipatiwa chance anaweza badilisha hili. But unakuta mtu anapelekwa pale. Alafu sasa unakuta mtu ni coach. Yeye ni referee. Yeye anataka kufanya hizo vitu zote at the same time. Sasa hana ile passion na coach mzuri ni yule mwenye anaweza train mtoto mdogo mpaka ajue bola kwa mchezo. Itakuwa ni kitu poa. Lakini sasa watu wakichaguliwa sijui kimapendeleo ama nini ndio inatuletea shida. But makoches wako wengi wenye wako trained in Eldoret wenye wanaweza fanya ile tunasema we bring back the lost glory. Inawezekana kama watu hao makoches wote watakuja na walete hizo masikilizo zao pale. Na unajua tuwezi walazimisha. Hiyo ni kitu yenye iko ndani yao, yenye mtu mwenyewe anajitolea. Hatuwezi walazimisha. Wengi hawataki kujitolea. Hiyo tu. Juu mtu akijitolea kona pepasa ajitolee, anaweza kuja aanze team na maybe hao makochi wengine wako trained watakuja wamsaidie. But sasa mtu hataki kujitolea na maybe ile training alienda juu ya corruption because chair mwenye alikuwa anachagua watu ni yako yake ama sijui ni nani. Anampea hiyo chance, ananyima mwenye ako at least ako hata ana team ya under 13 ama ni under 10 ama under 12 but hana hiyo mapepa. Ananyima chance wanapea mtu mwingine mwenye hana passion. Alafu pia hebu mjiulize mbona mareferees ni wengi sana kushinda makocha? Matchcom ni wengi sana kushinda. Kwa nini? Hao wakienda hata kuchezesha ile game wako nayo. But hii kazi ya coaching ni kujitolea. Makocha wengi ni huwa wanatoa mfukoni wakipeana. Lakini marifari ni watu wa kupokea. So kuna tofauti. Ndio kwa sababu unaona watu wengi sasa wanakimbilia upande wa referee kwa sababu inalipa. Na coaches unaonaje situation yenye saizi kama unaona kama saizi Eldoret hakuna team ya Division 1, NSL na Premier unaona hapo ndio penye mnakosea. Tuko na timu ya Premier Eldoret lakini hamna habari. Hatuko na timu ya ndio. Ama mademo wachezi ball. I think unaona coaches I think hiyo timu ya madem haijajulikana sababu marketing labda ndio hawajafanya vizuri. Sababu kuna mtu hata hapa Langa tu hapa. Ukienda ulize mtu Eldoret Falcons ni timu ya wapi? Anaweza kuambia hata Nakuru. Hata Solasa wajui, si ndio? Unaona. Sasa hawajulikani. Unapata ni
bado hii shida haijatokea kwa mashabiki. Ni inaanzia kwa viongozi, kwa sababu hata mara mingi za zile viongozi wanaongea juu ya ligi zetu, wanaconcentrate na huwa lazima tena achuni huko nyuma, unajua tuko na timu fulani hata tuko na timu fulani na fulani hapa hivi. So hapo hivi tunakosea. Inatakana tukuze hizi matimu zote, yani wasichana na vijana wakuzwe pamoja, itakuwa ni sawa sana. Tunajivunia timu ya ladies imecheza Premier League for 7 years, lakini kinaonyi wanasema hatuna timu. Sasa hapo ni shida. Unajua coaches challenge ni unajua coaches challenge ni ile unajua watu wamezoea kuona hizi matimu. Unapata kama Eldoret Falcons wako na timu poa, lakini sasa unapata mtu anaulizanga Eldoret Falcons wanachezea wapi, unaona? Kama Eldoret Falcons wanachezea pavilion, unaona? So unapatanga mtu kama kutoka Langa kufuata mpaka pavilion na kwa sasa. Kama coaches I think kama Falcons kama hapa showground, unaona? Falcons ni timu ya Eldoret. Kama ile time ni kupata Eldoret Youth inatumia showground, obvious walikuwa na mafans na mko mnaona, si ndio? Ile time Falcons wangekuja pia ndani at least ikwe Eldoret Youth wanapewa kidogo ni kwa Eldoret Falcons go primo, unaona Eldoret Youth mimi naona ni kama walikuwa wanafanya labda marketing yao vizuri, sababu unapata walikuwa na mashabiki wenye ataingia kwa mtaa waambia watu tuko na game Saturday, because unapata hakuna mtu mtaa, unaona hakuna mtu mtaa atakwambia Solasa wako na game ama Falcons wako na game, unashtukia tu vitu zina happen, unaona. Hata unaingia Facebook labda ndio ukutane naye huko, but kwa mtaa kwa ground hakuna mtu anakuambia kitu kama hiyo. And I think sasa nyinyi kama wachezaji na kama watu wenye wako kwa ball, nyinyi mnafanya nini ku make sure watu wa mtaa wanajua mko na game, vitu kama hizo? I think ya marketing unasema mambo ya marketing. Hiyo Eldoret Falcons haina sponsor. So ukiwaambia wakuje wacheze showground, hata kutoka huko UOE mpaka showground itakuwa ni shida. So afadhali wacheze pale hivi, at least wanapata grao ya bure na vitu kama hivyo. So hizi teams zikipata sponsorship itakuwa ni sawa. But challenge kubwa tena narudia tu pale, viwanja hatuna. Tungekuwa na Kipchoge, kuna wakati tulikuwa tunachezea Kipchoge. Wanafanya walikuwa wanachezea pale, youth ilikuwa inachezea hapo, hata Falcons hata Solasa. Kuna wakati tulikuwa tuna games kutoka asubuhi mpaka nini. At least watu walikuwa wameanza kufuatilia, wanasema Falcons wako na game, Solasa wako na game, wanaanza kufuatilia. But hatuna viwanja. So sasa zile tutamaliza shida ya viwanja, tukue tunachezea 64 ama Kipchoge. Hapo sasa at least ku market team inaweza kuwa ni rahisi kidogo. Na pia kuongezea tu hapo, unapata apart from hiyo kiwanja na hizo vitu zote, tuko na teams, unapata hizi teams wachezaji ndio unafaa kutumia wachezaji ku market team, ama tunaweza tumia pia tutafute mafans tuweke pale, tutafute kabla tufikia watu wengine wenye wako mbali. Tuko na masimu sasa hizi, tuko na WhatsApp groups. Unapata mchezaji wewe uko kwa groups zingine hata ya kanisa ya nini. Mbona mchezaji wewe usichukue zile nafasi ile kwa hizo group, advertise huko tuko na game vitu kama. Okay, umesema swali nzuri hapo. Unaona hapana, naweza kurudia kama time tulikuwa Eldoret Youth. Uko unapata sisi kama ma players utaingia online pale, unajua at least Eldoret hii wiki tuko na game fulani, unaona. At least hii wiki next week tuko na game fulani, mashabiki wetu mtoke, unaona. Wewe unapata ile at least hiyo challenge iko, unaona. And then unapata kitu yenye kitambo inarudi tu nyuma kiasi. Kitu yenye kitambo ilikuwa na happen tofauti, hata coaches hapa hivi at least wanaweza ni kumbusha. Unapata kama kitambo unapata sisi tukigrow tukiwa wadogo, kulikuwa tournament yenye ilikuwa inaunganisha Huruma, Langa, Step tournament, unaona. Kulikuwa Chris Eldoret, kulikuwa hii Peace Cup, unaona. Wale vijana at least under 12 under 14, unaona. Ilikuwa inaunganisha hizo team. Step unapata hiyo time, nikikumbuka baada kuna ambassador alikuwa anatoka Amerika anakuja, watu kioneo wanasema hapa hivi lazima tufike final. Final unapata lazima at least lazima mnafight ile mfike final. At least ile inaleta hizo mamtaa Eldoret pamoja team strong. Kitu kingine pia sasa hizi unapata kama hiyo coaches, kama sasa hizi unapata hizo vitu coaches sasa hizi haziko. Sasa sijui kama sijui nini ilia. Kama Chris hiyo masaa ya hizo vitu zote coaches zilikuja zigeisha tu zote. Sasa hizi jana wakati wa peace kulikuwa na wazungu wengi sana around. But kuna kitu tunaweza fanya turudishe watu viwanjani. Tuko kwa Facebook, tuko kwa wapi hizo vitu. Mara mingi
Eldoret Youth wakipost kitu kwa FB, si tunaweza share 105 the same, naizunguke kwanza. Hii show ya leo, huyu amepigiwa simu na mtu mwingine from Nakuru kwa sababu nimeshare kwa group nyingine ya huko. So kama tunaweza share hizi vitu kwa social media, ile tutarudisha mashabiki. Lakini sasa kama tunanyamaza tu, umeona kitu tu yani unawachilia na vita. Hebu tujaribu hata sisi wenyewe tuanze na sisi wenyewe. Ni ngapi ya Eldoret yenye umeona ukashare ama umelike? Si mtu. Na ni kitu ya muhimu sana hiyo kulike, inafikia watu wengi, ama kushare inafikia watu wengi sana. Na kufikia hapo coaches. Sasa ukiangalia soka ya LD, tulikuwa na Reply, timu kubwa LD tulikuwa na Reply, ilikuwa inacheza Division 1. 105 hao walishika kitambo. Tuseme hii season ya season. Unakuwa specific. Sawa, timu ya Premier League tuko Premier League na Falcons. Unaona? Yeah. But sasa unapata upande ya men, timu kubwa tuko nayo Division 1 ilikuwa Reply. Yeah. Ndio sasa tayari pia unaona saizi wameshuka. Yeah. Tulikuwa na Eldoret Youth, mambo ikaenda vile ilikuwa, wakashuka. Tukakuwa na 105 wakashuka. What do you think, what next kwa future? Do we have a future sisi kama watu wa LD, watu wa mtaa, unaona Huruma, Langa, tuko na future kwa hii ball ama sisi mpira yetu inaenda kikufa? Sasa hii inatakana tuichukue positive. Ni challenge kwetu. Inatakana tuichukue positively na tuende kwa drawing board. Na turudi Tukuje strong. Na tukumbuke you are never too old to dream. So na vile tunaanzia pale kwa youth. Tuanze kwa youth center pale. Hiyo ndio hapo hivi ndio sasa hii tulikuwa tumekata shortcut ndio kwa sababu unaona matimu zetu zinarudi haraka. But tukianza na structures mzuri kuanzia chini tukipanda, within 2 years tutakuwa na timu huko penye mnataka. So wewe kama mchezaji mwenye umekuwa youth, nini inafanya timu mnafika huko juu? Like kufika NSL si rahisi. Mna take time, mnaenda Div 1, mmepita mpaka Div 2. Then the moment mnafika NSL, mnashuka tu haraka tu hivyo. Yaani hata season 3 haifiki. Kwa nini? Okay, naweza sema unajua ile moment tulikuwa Div 1. Unaona? Tulikuwa maplayer wote karibu mtaani. Yaani mko na ile psyche kwa jamaa, tunataka kama sisi kama Eldoret Youth wenye watupia psyche Paul kwa kama 105 floor. Tulikuwa tunaona 5 wanatama game. Unaona, at least wana travel country wide, and then kila weekend at least wako na game pale kwa Kipchoge. So kwa unapata sisi kama Eldoret Youth tunasema ama jamaa kama 105 wale ni maplayer wenzetu, si ndio? Wale wamefika pale juu. Mbona si pia tusitoke hapa chini tufike hapo juu tuwape challenge, you know? So kwa unapata kama Eldoret Youth tuko na ile moment unapata 105 ilikuwa kuna time 105 ilipiga karibu game 5 unbeaten, unaona? So hiyo time ulikuwa unapata 105 tulikuwa tunasema 105 wakishinda si ndio lazima tushinde. So ulikuwa unapata ile at least sisi tunataka tufike pale kwa at least tuweke timu kama ni mbili, kama ni derby kwa pale juu. So mlikuwa na role model pale. So ile time sisi tulikuwa tunaona 105. So kwa unapata ile time tulijituma tukasema hii mwaka ni mwaka So kwa unapata maboy tuliacha vitu mingi, tukaconcentrate na kupanda. So ilikuwa kila kitu tunafanya. Mtu akifanya hilo unakumbusha mwenzako hadi sasa amungoji coach aseme nyinyi wenyewe mnakumbushana. Ulikuwa unapata coaches za kuja ground anatupata sisi tushafika Wareng, unaona? Tunapiga singi yetu, tumekimbia zetu. Yaani ile personal tunaipi na at least na uliona mwisho ileta fruit tulipanda unbeaten of which tulikuwa na by the tulikuwa na magame. Tunaona kama tunaenda Shabana, unaona? Tukienda Kisii unapata unaangalia hapo jana kweli wako hapo juu. Hapana, unaona? Lakini ikiashwa ile bidii yetu natusuku. Sasa ile time tulipanda hapo hivyo. So tulipewa hopes, tulikuwa na hopes mob, unaona? And then tulipewa hopes. So ile time tulifika NSL. Tulifika NSL, unajua umetoka huko chini uko hopes. Umefika pale juu unajua kama hapa chini ilikuwa hivi, hapa juu itakuwa at least so something utaanza kuona something at least unaweza share, at least usaidie familia yako chini. Unajua most of the time most of players tulikuwa wanafunzi, you know? So una grow at least saizi uko NSL hapo unaambia mzazi hiyo time uko NSL unaambia mzazi at least tunaanza kwa Obama Sport, unaambia mzazi unexpect at least hii tunaona kuna matunda mzazi anaweza kusupport yangu saizi at least anaweza. So time tulifika pale juu ilienda ni station ilienda tukadani ile station ilienda ikaanza kuwa worse than hata tuko hapa chini from expect. So ikafika mpaka pale unapata mzazi anakuuliza kijana
hapa juu ni dhani unakuja hapa juu uko fit, lakini sasa hapa juu mpaka unapata sasa mimi ndo bado nakusaidia, unaona. So inakuwaje? So ulipata hapo hivyo, unapata maplayer wengi walianza ile morale ilianza kurudi chini, unaona. Morale iko chini juu unapata kama mnaenda pale station imekuwa normal traveling, mnatoka late, unaona, mnafika pale hivyo. So ni kama challenges zilikuwa mob. So Kalenya, tukija kwako, ukiona kama ukicompare, wewe umecheza mpira Western, umesomea huko Western pia, ukicompare mpira huku Uasin Gishu huko Eldoret huku na ukompare na mpira ya Western, tunaona Western mchezaji anaweza toka high school na ingie direct premier, meaning mchezaji akiwa pale high school alipewa kila kitu alikuwa anahitaji. But hapa hivi hatuna shule yenye tunaweza sema hii shule mchezaji anaweza toka hapa kama ingia premier. Mchezaji wetu unapata mtu amemaliza shule hapa, anaanza kucheza hapa. By the time mtu anafika premier, si rahisi yani atoke tu hapa ende premier. Tumeona hata wachezaji wa LD wengi wenye wako premier, alienda Western, alienda Nakuru, alienda Nairobi, akatrain huko ndio akapanda. Hii inakuonesha nini ukicompare mpira yetu hapa LD na Western? Unajua shida moja si uko nayo kama Eldoret, mimi usema mimi maoni yangu. Mimi huona like ndio teams zinacheza ligi fulani but they don't cooperate, they compete. Wanataka kucompete, hawa wanataka washinde hawa wanataka washinde hawa. Wanasahau wanatoka area moja na wanafaa kubuild hiyo game kama ya area. Western facilities ziko, shule zina support, mashule nyingi zina support ball. Unlike huku si unajua ni marathon area. Watu wana value mbio sana kuliko ball ama volleyball kuliko football. So coaches, mbona hapa LD hatuna academies, hatuna hizo shule zenye zinaweza nurture talent, sport talent na zinaacha at least mchezaji by the time anatoka pale shule amekuwa anaweza cheza hata national team. Tunarudi tu pale kwa academies. Sisi ma coaches tuanze tu kwa hizo ma age groups, tuanze under 13 na nini na nini. Tutawafikia tu, si ati tuko na maplayer wazuri. Tuko na maplayer wazuri sana, hata maybe wanaweza shinda watu. Kwa sababu hata wetu mmoja maybe mwenye hajapitia hata academy huwa anafika kwa hiyo kiwango ya juu. So kama tunaweza weka tu structure zetu vizuri, sioni kama tunaweza shindwa na hizo teams za Western na nini. Kwa sababu tuko na strength na tuko na speed na tuko na kila kitu. So we can be better than wale wengine. Ni hiyo tu tuweke structures zetu za youth, alafu tuanze kazi. Tuko sure in 3 years time tutakuwa watu watakuwa wanatoka sehemu zingine kuja kutafuta maplayers huko. Alafu pia mimi naweza encourage ma coach tutumia our very own. Isikuwe inafika siku ya game unasikia watu 7 wanatolewa Western. Nyinyi hapo mko kama 20 na kitu na wa 11 ndo wanafaa kucheza. Sasa mnaanza kuhesabu. Sasa hizo umetrain only. Na wenye wamekuja lazima wacheze. Na wenye wamekuja 7 au namba wako na sasa 15 mtoe wa hiyo. Sasa coaches unajua tena nini? Hapo amesema Kalaja amesema mzuri. Lakini unapata tena Eldoret siji shida ni gari. Unapatanga player Eldoret akiona player ametoka, amesikia player ametoka Western ama Nyanza. Yeye utenzi unaona. Sasa atakengi competition. Hiyo swali labda coaches atujibu. Nyinyi ndio mnatoanga mashini nje. Wewe ndio unasikia umetumia mchezaji fair anatoka Nairobi na huko na midfielder hapa LD. Mimi mara mingi sijaitumia, huwa naamini maplayers wangu. Mara mingi huwa naamini maplayers wangu. But shida ya maplayers wa tuseme wa LD ni watu wa kuchakara, yani si wavumilivu. Wanataka vitu za haraka. Yani wakikuja pale na waone kitu haingii vile wanataka, unaona mtu anaresolve. But unakuta wale maplayer maybe wametoka Western ama nini. Na si eti tunaleta tu kwa sababu ya game. Sasa unamsign akuchezee ligi. Kwa sababu wetu na pia wetu wanaogopa. Kuna games zenye ikifika sasa unaona huyu ameogopa tu kabisa. Akisikia majina anaogopa kabisa. So unakuta wale hiyo wanakuja roju, ati leo tunakutana nani? Huyo ndio mimi nataka. Lakini sasa wetu akisikia tunakutana na player fulani unaona anaogopa fulani. Hata anahepa hawezi kuja game. Sasa unajua hapo hivyo unaona inatokea shida inatokeaje. Unapata player, huyo player akienda Western ama akienda Kakamega unaona. Huko yani
ile environment yenye yani una grow ina hiyo situation una grow ni tough unaona. Sasa yani inatakana sasa hiyo Eldoret hapa hivi wewe kama mchezaji mbona unasikia mchezaji unaenda kutana na mchezaji wa Western mpaka una fake nje? So unaona ina depend wao umetokea wapi unaona. Ina depend wao umetokea wapi. Unatishia unaambiwa ile timu hapo na mtu fulani amekuwa Nairobi amekuwa wapi? Unaanza kuambia kwa Chelsea unajua shida inakuwa nini? Unaweza kuwa pengine wao anasikia unaona. Unasikia timu wametoka Western ama Nyanza. Hiyo anakuwa nayo uoga, lakini once ile mpira imeanza tena unapata tena mtu player na Eldoret tena arudi tena anaingia kwa anajiingiza kwa system. So unapata tu ni ile uoga tu yani yenye iko lakini si kwa mu. Lakini sasa indakana tu hiyo uoga itolewe. Kikuwa na self esteem iko sawa. Kwa kumalizia tu coaches, sasa wewe ni mtu umezoea ball, asubuhi uko zoezi ama uko kazi yako, jioni uko zoezi. Sasa hii wakati hii pandemic hii tuko na COVID-19 ndio imekuja, una survive aje? Maisha imekuwa ngumu kwa sababu si ball tumekuwa tukitegemea. So mara saa zingine tunasema tu ni tunawaachia Mungu. But pia tunaomba hiki tuishi haraka kwa sababu imefunga vitu mingi. Kwa sababu imagine player kae the whole year hajacheza. Unajua ni kama next year kama alikuwa 19 next year atakuwa 20 years na maybe angecheza this year angepata experience zaidi imwezeshe ifike yani another level. But kama one full year inaweza kuwa wasted ama one season inaweza kuwa wasted ni blow kubwa sana kwa player. So chenye tunaomba tu kama yani tunaomba Mungu hiki tu ishi haraka watu warudi viwanjani. Wenye walikuwa na wamejiwekea target ya 2 years ama 3 years bado ibaki tu hiyo. Kwa sababu one full year ikikuwa wasted tutakuwa nyuma sana especially kwa wasichana. Sasa Kalenyawe kama mchezaji wewe msichana sasa hizi ungekuwa labda zoezi una train ama ungekuwa unajipanga kutoka home uende zoezi, sasa hizi au train, sasa hizi labda upige gym ama upige mambo yako hapo kwa nyumba, hii COVID inakupeleka aje? Inaharibu yani inaharibu mambo mob. Sasa hii tungekuwa game hata kama ni yes ball ya Kenya ilipi but at least ukicheza tona nini ile appreciation hata kama ni 200 at least you gain something to take back home. Sasa hii corona tunaomba Mungu iishe bana, inaharibu mambo. Na una mpango gani labda after corona tutarajie nini kutoka kwako? Okay, me hopefully I'll still play football. Bado nitacheza tu. Kama itanijenga hiyo nimeachia Mungu. But mimi nitacheza. Hata mtu akiniambia najua wewe ni demu unacheza ball lakini mwishowe ni hapo kwa masufuria ni sawa. Mimi nitacheza. Onyi, una survive aje na hii COVID na una train sasa hizi juu wamepiga marufuku mazoezi watu wamekaa manyumbani. Una train aje ama una hang around kwa base pale watu wanachana pia unasikia uko na tamaa ya kuchana? Una survive aje na tutarajie nini after COVID? Uko na mpango gani? Okay, hii situation pandemic imekuwa noma na si kwangu tu pekee unaona. Kwa maplayer wengi situation imekuwa hard. So muhimu ni tuna keep fit unaona. No, hii kitu haiko hapa na ni kitu yenye ile hapa na brand tu set tuko na juu unaona. So ni kukua tu to stay home na to stay safe, the government medai na hopefully mambo zikirudi poa tutarudi ground. Maybe tarajia utaingia timu gani utachezea sasa hizi? Okay, sasa hizi niko na Mwatate na tumepanda. Hiyo ni class tu. But ni kujituma tu and then hii mazuri haikuji pole inakuja na bidii, si ndio? So ni kujituma na tunaangalia hapo mbele. Hopefully mambo itakuwa poa. Sasa kutoka kwetu Langas One TV, show imekuwa poa, soka mtaani, tumemaliza show yetu leo. Tuna expect ukiwa pale mtaa hizo vitu umeona, hizo vitu umeongea zote zichukulie serious. Gavana pia na sheria pia, chukulia hizo sheria serious. Kaa home kama si lazima utoke, kaa home. Kuna watu wengine wanatoka home anaenda tu kutembea. Mwingine anaenda tu mtaa na kaa tu unangoja tu polisi akuje. Wengine hadi unaona langa hapo ikifika saa curfew saa 1 mtu anarudi saa 2 kuangalia kama watu wayuko. Unaona? So avoid vitu kama hizo, stay home, stay safe from Langas One TV. We love you, our fans. Don't forget to like, subscribe and share.